Tuombe. Baba, tunakushukuru, asante, umetujalia tena kurudi mara ya pili hapa kwa ajili ya kuendeleza ibada yako ambayo tulikuwa tumetoka nje kwa ajili ya kupata chakula cha kimwili, na sasa tunakuja kuendelea kupata chakula cha kiroho. Sema nami, nitakachokwenda kunena Bwana kikatoke kwako, na Roho yako Mtakatifu akaniongoza na akamwezesha kila msikilizaji aweze kutambua na pengine apate cha kuchangia ili tuweze kukamilishana katika neno lako. Tunaomba Bwana tuongoze kwa jina la Yesu Kristo, amina. Sasa katika somo hili tutaangalia vita juu ya kweli na uasi wa kanisa au uasi wa makanisa. Vita juu ya kweli na uasi wa makanisa. Bwana asifiwe. Maana sasa hivi kuna mgogoro mkubwa sana, kuna vurugu juu ya kweli. Watu hawa wanaongea mambo haya, na wengine utashangaa ukiongea jambo fulani, kuna wengine nao wanaibuka wanaongea jambo tofauti. Kwa hiyo vita ipo na inaendelea. Nisaidie Kutoka 19:14. Tuangalie uasi wa makanisa. Anasema vita juu ya kweli na uasi wa makanisa. Tutaangalia historia. Soma andiko. Musa akateremka mlimani, akawaendea watu akawatakasa, nao wakafua nguo zao. Akawaambia watu, mwe tayari siku ya tatu, msikaribie mwanamke. Ikiwa siku ya tatu wakati wa asubuhi, palikuwa na ngurumo na umeme na wingu zito juu ya mlima, na sauti ya baragumu iliyolia sana. Watu wote waliokuwa kituoni wakatetemeka. Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu. Wakasimama pande za chini za kile kilima, mlima wa Sinai. Wote pia ukatoa moshi. Basi subiri sasa. Tunaangalia vita juu ya kweli na uasi wa kanisa. Sasa katika kuangalia kanisa lazima tuangalie mwanzo wa kanisa. Maana Mungu aliita watu wake, akaita kusanyiko lake, na ndicho tunaangalia chimbuko la kanisa. Sasa kumbuka, wana wa Israeli walitaka kuonana na Mungu. Unaona, walitaka kuonana na Mungu, na Mungu alitaka kuwapa utaratibu wake. Mungu anamwambia Musa awatakase wana wa Israeli katika siku 3. Ikiwezekana wasimkaribie mwanamume, asimkaribie mke, ili watakase waweze kukutana. Sasa wanapowatakasa na kukutana, mwisho wa siku sasa maandiko yanasema akawatoa nje ili wakakutane katika mlima. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo akawatoa wakakutane katika nini? Katika mlima. Nisaidie Kumbukumbu la Torati 9:10. Kumbukumbu la Torati 9:10. Mungu akawatoa ili Musa akawatoa ili wakutane. Soma andiko. Bwana akanipa zile mbao mbili za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Ati siku ya nini? Siku ya mkutano. Ati siku ya nini? Siku ya mkutano. Kwa hiyo siku ya mkutano Mungu anampa nini? Mbao mbili za mawe. Maana yake walikutanika pale, Mungu akampa Musa. Sasa katika siku ya mkutano hiyo inatambulika vipi? Hebu nisaidie Matendo 7:37. Katika siku ya mkutano inatambulika vipi? Maandiko yanasema ilikuwa ni kanisa. Maandiko yanasema ilikuwa ni kanisa. Soma andiko. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye. Ati nini? Msikieni yeye. Endelea. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Unaona? Kwa hiyo ilikuwa ni mkutano, lakini maandiko yanasema ilikuwa ni nini? Kanisa. Ilikuwa ni nini? Kanisa. Sasa maana yake kama ni kanisa, uasi wa kanisa au vita juu ya kweli ya Mungu, maana yake Mungu anapotoa utaratibu, si tumejifunza leo kwamba Mungu ni kweli na kile anachokisema ni kweli, na Roho wa Mungu anafunua ile kweli. Sasa mwisho wa siku, sasa Mungu anapowakusanya hapo, mwisho wa siku wanaanza kuasi
kweli ya Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa amewapa ile nini, zile amri. Na uovu ambao ulikuwa ukitokea, uasi ambao ulikuwa ukitokea, ilikuwa ni uasi wa kumwasi Mungu kwa kumkataa Mungu. Kihistoria, historia ya kanisa, uasi unapoibuka, unaibuka hasa Mungu anapobadilishwa. Mungu anapobadilishwa. Endelea na andiko hapo. Anasemaje? Musa huyo ndiye aliyeombea anasema yeye ndiye alikuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai. Tena pamoja na baba zetu. Endelea. Ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Alipokea nini? Maneno ya uzima atupe sisi. Endelea. Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali. Endelea. Na kwa mioyo yao wakarejea Misri. Mioyo yao wakafanyaje? Wakarejea Misri. Endelea. Wakamwambia Haruni. Wakamwambiaje? Tufanyie miungu. Hiyo kwenye Kutoka 32. Endelea. Tufanyie miungu watakao tutangulia. Afanye nini? Watufanyie miungu. Kwa tunaona wana wa Israeli, jambo la kwanza la kuasi, wanaasi kwa kumbadilisha Mungu, wanaasi kwa kutengeneza miungu mingine. Uasi kihistoria huwa unaibuka pale Mungu anapowekwa kando, Mungu anapobadilishwa. Soma andiko, endelea na andiko. Anasemaje? Maana huyu Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui lililompata. Endelea. Wakafanya ndama siku zile. Wakafanya nini? Ndama siku zile. Endelea. Wakaleta dhahabu, anasema wakaleta dhabihu kwa sanamu ile. Kwa nini? Wakaleta dhabihu kwa sanamu ile. Wakafurahia kazi ya mikono yao. Kazi ya nini? Ya mikono yao. Sasa msomaji, ndio mfano utatu. Si umeundwa? Ndio. Si umetengenezwa? Ndio. Na watu si ndio wanaofurahia? Ndio. Maana yake ni uasi wa kumwasi Mungu ambao unakuwa umeingizwa katika jamii ya waamini. Tutaona. Soma andiko. Anasemaje? Basi Mungu akagairi akawacha ili waabudu jeshi la mbinguni. Ati nini? Akagairi akawacha ili waabudu jeshi la mbinguni. Endelea. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii. Je, mlilitulia mimi dhabihu na sadaka miaka 40? Kwa hiyo katika jangwa. Hebu simama tu hapo. Kwa hiyo tunaona uasi mkubwa ni kumwasi nani? Mungu. Kwa kuingiza miungu mingine. Unajua kuna ukishamtoa tu Mungu, hata mafundisho unayopewa yanakuwa si wa Mungu yule aliyeumba, yanakuwa ni mafundisho ya miungu. Kwa hiyo usitarajie ukimwacha Mungu wa kweli utapata mafundisho ya kweli. Kwa mfano kama leo, baada ya utatu kuingizwa ndani ya kanisa, utashangaa maandiko, utashangaa leo hii maandiko yanasema mwanamke ndiye awe nani? Askofu. Ila wao wamepindisha mwanamke anakuwa nani? Askofu. Unaona? Unashangaa wengine wanakuambia maandiko yanasema ulevi ni dhambi. Wengine wanakuambia kunywa kidogo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu muumba mbingu na nchi, unapomwabudu kuna nguvu anayokupa inayokuwezesha wewe hata Roho wake Mtakatifu uweze kumsikia sauti yake. Lakini ukiwa na Mungu wa uongo, maana yake ni sanamu inayokuwa kuvuvia, na ndani ya sanamu kuna majini. Kuna majini. Kwa hiyo uasi ulipotokea ni kumuasi Mungu na kuweka miungu mingine. Waamuzi 2:11. Waamuzi 2:11. Anasemaje? Wana wa Israeli walifanya yaliyokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana. Nao wakatumikia mabaali. Wakatumikia nini? Mabaali. Endelea. Wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyowaleta kutoka katika nchi ya Misri. Endelea. Wakafuata miungu mingine. Wakafuata nini? Miungu mingine. Baadhi ya miungu ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote wakajiinamisha mbele yao, wakamkasirisha Bwana akaghadhabika. Wakamwacha Bwana, wakamtumikia Baali na Maashtorethi. Baali na nini? Na Maashtorethi. Baali na nini? Ashtorethi. Soma 17. Anasemaje? Wanapoabudu mabaali na Maashtorethi, mwisho wa siku Mungu bado aliibua waamuzi, lakini mwisho wa siku hawakutaka kusikiliza habari za waamuzi wao, wakaendelea kuabudu maashera kama leo yanavyoabudiwa makanisani, ati ni Maria na Yesu. Tutaona. Soma andiko. Lakini hawakusikiliza hao waamuzi wao, maana walifanya uasherati. Walifanya nini? Walifanya uasherati kwa kuifuata miungu mingine. Unapoabudu miungu mingine na mzinzi, tofauti hakuna, kwa sababu maandiko yanasema yani ukiabudu miungu mingine, maana maandiko yanasema nalikuwa mume kwenu. Unaona? Sasa ukifuata miungu mingine, maana yako umechepuka na shetani. Endelea na andiko.
wakajiinamisha mbele yao, wakageuka upesi na kuiacha njia ile walioendea baba zao, waliozitii amri za Bwana, bali wao hawakufanya hivyo. Na wakati Bwana alipoinulia waamuzi, basi simama. Kwa hiyo tunaona wao waliamua kufuata nini? Miungu mingine. Na hata kipindi cha nabii Yeremia, na uasi mara nyingi huu unaibuka pale kanisa linapokataa kuwasikiliza wajumbe wa Mungu. Kanisa linapokataa kuwasikiliza wajumbe wa Mungu. Na wajumbe wa Mungu si lazima awe Masawe, si lazima awe Biabato. Mjumbe wa Mungu anaweza kaibuka yeyote, hata kama si mkubwa kama unavyodhani. Mwisho wa siku akaleta ujumbe ambao unaweza kuupima ukaona ni sahihi na ukakubalika, na uasi ukaondoka katika kanisa. Sasa wanapopinga wajumbe wa Mungu, ndipo uasi ulipokuwa ukitokea. Uasi ni matokeo ya kupinga wajumbe wa Mungu. Yeremia 25:4. Yeremia 25:4. Mungu baada ya kuona wameasi alizidi kuwaletea manabii, lakini manabii walipuuzwa na uasi ukazidi kuendelea. Soma andiko. Naye Bwana amemtuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamka mapema na kutuma, lakini nyinyi hamkusikiliza, wala hamkutega masikio yenu msikilize. Akasema, rudini sasa, kila mtu na iache njia yake mbaya, wacheni uovu wa matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale hata milele, wala msifuate miungu mingine. Wala msifuate miungu mingine. Kwa hiyo uasi ulikuwa juu ya nini? Kufuata miungu mingine. Juu ya Mungu kwa kufuata nini? Miungu mingine. Endelea. Ili kuwatumikia na kuwasujudia. Wala msinikasirishe kwa kazi za mikono yenu. Basi simama tu hapo. Kwa hiyo tunaona Mungu aliendelea kutuma nini? Wajumbe, kutuma manabii, lakini wao wakafanyaje? Wakapuuza. Na Mungu anasema wasifuate miungu mingine, wao wakazidi kupuuza. Na katika kipindi hicho kabla hata ya uasi, manabii au tuseme wajumbe wa Mungu walikuwa wakiendana sambamba na serikali. Yaani manabii walikuwa wakiendana sambamba na serikali. Yaani viongozi wa serikali walikuwa wakiwasikiliza manabii. Viongozi wa serikali walikuwa wakiwasikiliza manabii. Na nabii alikuwa akisema jambo fulani, basi kiongozi wa serikali alikuwa anatii. Nabii, sheria ya Mungu ndio ilikuwa ikiongoza taifa. Sheria ya Mungu ndio ilikuwa ikiongoza taifa. Kwa mfano, tunaona kipindi cha Daudi. Daudi alikuwa ni kiongozi, lakini mwisho wa siku alikuwa anashughulikia hata mambo ya kiibada. Mfano, kudili na habari za sanduku la agano. Hata hii issue ya kusema kwamba alicheza mbele za Bwana, akacheza mpaka akawa nguo zikawa anarusharusha nguo, kwa sababu alikuwa anapokea nini? Sanduku la agano. Unaona, anapolipokea, maana yake Daudi kama kiongozi wa nchi alikuwa na mahusiano na dini ya Kiyahudi, alikuwa na mahusiano na viongozi wa dini. Kipindi Suleimani naye mwisho wa siku anajenga mpaka hekalu. Kwa hiyo kulikuwa na mahusiano mazuri kati ya dini na nini? Na serikali. Na kiufupi serikali huwa haina shida sana kwenye mambo ya dini. Lakini sasa shida inakuja, hawa viongozi wa dini wanaokuwa wanaaminika ndio wanaoleta shida katika nini? Katika serikali. Kwa mfano, si tumeona Mungu alikuwa anatumia viongozi wa dini sambamba na viongozi wa serikali, si ndio? Sasa shetani aligundua mtego huo. Baada ya kugundua mtego huo, alichokifanya baada ya kuona kwamba Mungu anaendana sambamba dini na serikali, ikabidi shetani naye aingize nguvu, aweke nguvu kubwa kwa ajili ya kuteka system za kiutawala. Mfano kama leo kuna viongozi wa dini wanaopewa airtime kubwa na viongozi wa serikali, wakidhani serikali kidhani kwamba au wanawashauri jambo jema au wanawanyoosha mambo mahali panapotakiwa. Na hao viongozi wa dini wanaheshimika sana, kumbe ni manabii wa bahari. Na ndio maana hawezi hata wakakosoa kukitokea nini? Changamoto. Kwa viongozi wa dini
wanapoambatana na serikali, mwisho wa siku Mungu alikuwa akiwatumia. Lakini katika kipindi hiki au baada ya uasi kuingia, manabii wa Baali walipenya katika system za serikali na kuanza kupotosha hata serikali. Mfano katika kipindi cha Yezebeli, mwisho wa siku manabii wa Mungu wanakimbizwa, wanauawa. Elia mwenyewe anakimbia. Kwa nini? Kwa sababu shetani alikuwa ashaanza kuingia kwenye system za kiserikali, na shetani hakukoma hata kipindi cha Yesu. Bado viongozi wa dini walikuwa sambamba na viongozi wa serikali, lakini katika kujitafutia vyeo vyao, katika kujitafutia maslahi. Msomaji, nipo. Na tumeona ya kwamba sababu kubwa ya uasi ni kumkataa Mungu wa kweli, yaani Mungu anapobadilishwa. Na tunaona sababu nyingine ni kukataa wajumbe wa nani? Wa Mungu. Wajumbe wa Mungu wanapokataliwa, uasi unaingia. Wajumbe wa Mungu wanapokataliwa, uasi unaingia ndani ya kanisa. Na sababu nyingine, wanapotaka vyeo, uasi lazima uingie ndani ya kanisa. 19:6 Yohana 19:6, kitabu cha Yohana. Soma. Anasemaje? 19:6. Basi wale wakuu wa makuhani na watumishi wao walipomwona wakapiga kelele wakasema, sulubishe. Pilato akawaambia. Kwa hiyo kwanza hapo Yesu alikuwa anatangaza kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini wao wakasema anakufuru. Endelea kwanza na andiko hapo. Anasema Pilato akawaambia, mtwaeni ninyi basi. Ingawa viongozi kama nilivyotangulia kusema, viongozi wa serikali huwa wanapenda kuamini sana viongozi wa dini, lakini shetani baada ya kugundua, ikabidi sasa aingize manabii wake wa Baali ili kwa ajili kuwatoa viongozi wa serikali katika mstari. Sasa viongozi wa serikali, manabii wa Baali wanapoingia katika mifumo ya kiserikali, maana yake wanaitumia serikali katika matakwa yake. Wanaitumia serikali. Hata kipindi cha mwisho utashangaa vikundi vinaanzishwa, ati usipoamini utatu wanaenda tu serikalini, au hatuwatambui kama ni Wakristo kwa sababu hawaamini imani ya utatu. Na serikali unashangaa inapitisha sheria kwa ajili ya kufeva kikundi fulani ambacho kimejiunda na kutengeneza Mungu bandia, kwa sababu wao itaonekana ni wengi na wewe sisi ambao tunakuwa wachache, mwisho wa siku tutaonekana sisi ndio tunakiuka katika mifumo yao. Lakini kwa nini? Kwa sababu manabii wa Baali siku zote huwa ndio wanakuwa wengi. Soma andiko. Anasemaje? Pilato akamwambia, mtoeni ninyi basi mkamsulubishe. Hebu subiri. Kwa hiyo Pilato anasema mtoeni ninyi basi mkamsulubishe. Wao walikuwa wanadai kwamba asulubiwe, si ndio? Ndio. Asulubiwe. Manake Pilato yeye aliona huyu hana hatia. Na mwisho wa siku ndio maana ilifikia hatua akanawa. Sasa Rumi inasemaje? Hebu angalau nani katekisimu ukurasa wa 9, hiyo katekisimu ndogo wanapokuwa wanakikiri imani ya mitume. Maandiko yanasema Pilato hakuona hatia ndani yake, lakini yeye alichokifanya akamwambia mchukueni ninyi, mwisho wa siku yeye akanawa. Lakini Rumi inatufundishaje? Ukurasa wa 9 hapo, kanuni ya mitume, kanuni ya imani ya mitume. Anasemaje? Nasadiki kwa Mungu, kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Endelea. Ya kuwa Yesu Kristo mwanawe pekee. Hata hiyo na mimi nakubali, Yesu Kristo ni mwanawe pekee, ingawa kuna sehemu wanajichanganya, maana Rumi si ni Babeli, kila siku ni mkorogo. Kwa hiyo huko wanaweza kusema hivi, huko wakasema tofauti. Endelea. Bwana wetu aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria. Ndio. Akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato. Rudia tena. Akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato. Sasa kwa jinsi tulivyosoma, si Pilato alikuwa kama mnamsulubisha, mtwaeni ninyi basi. Lakini hapa inaonekana kwamba Pilato ndo alifanyaje? Aliruhusu, alisema kwamba mchukue muue. Ndio. Lakini kanuni ya zamani ilikuwa inasema akasulubiwa katika zama. Unaona? Akasulubiwa katika zama za Ponsio Pilato. Na ndivyo walivyokuwa wakikiri. Hapo wakaja akachange, akasulubiwa kwa mamlaka. Yaani maana yake Pilato ndio alisema sasa huyu msulubisheni. Hii inaondoa dhana ipi? Inaondoa kwamba makuhani
ndio waliomsulubisha Yesu. Ionekane kwamba serikali ndio iliyohusika kumtesa Yesu. Ndiyo dhana iliyoko hapo. Rudi 19:7. Yohana Injili 19:7. Wayahudi wakajibu, sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa. Ati nini? Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa. Kwa nini? Kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu anapokuja anafundisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Mwisho wa siku wao wakataka kumuua kwa sababu alisema yeye ni mwana wa Mungu. Na tumeona kwamba uasi huwa unaingia watu wakikataa wajumbe wa Mungu. Yohana 9:28. Uasi unaingia watu wanapopinga wajumbe wa Mungu. Na hata kanisa hili itakapofikia hatua labda kuna mtu anasema na ujumbe anataka kuutoa, viongozi mkaamua huyu hafai, labda kwa sababu sio mtaalamu sana wa kujua mafungu, bila hata kumsikiliza, ujue kanisa litakuwa linaingia Babeli. Soma andiko 9:28. Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Kwa hiyo baada ya kumponya kipofu, yule kipofu aliyeponywa na Yesu, ukisoma kuanzia 1 pale, wao hawakuamini kile kilichofanyika, hawakukubali kile kilichofanyika Wayahudi. Lakini mwisho wa siku sasa wakaanza wanamhoji kipofu. Kipofu yeye anasema mimi naamini ameniponya. Wakajaribu kuhoji na hata wazazi wake wakajaribu kupiga chenga. Lakini mwisho wa siku sasa kipofu anaambiwaje? Soma hapo. Anasema maana pengine kana anaambiwa na dhambi, mtoto wa laana, mtoto wa nini? Soma andiko. Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Kwa hiyo huyo kipofu ni mwanafunzi wa Yesu. Ile wao wanasema ni wanafunzi wa nani? Wa Musa. Endelea. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa. Kwa hiyo Mungu alisema na nani? Na Musa. Bali yule hatujui atokako. Kwa hiyo walimkataa nani? Yesu. Na kusema kwamba hawajui. Hajui atokako. Kwa hiyo uasi unaingia watu wanapokataa kusikiliza wajumbe wa Mungu. Na tumeona kwamba uasi mkubwa ni kumbadilisha Mungu. Sasa hicho kilikuwa ni kipindi cha tumeangalia kipindi kuanzia kipindi cha kale mpaka kipindi cha Yesu Kristo. Mpaka kipindi cha nani? Cha Yesu Kristo. Sasa tuangalie kipindi cha mitume. Maana maandiko yanakuwa yashatabiri kwamba uasi ungetokea. Na hata kipindi cha kale Mungu alikuwa ashatabiri kupitia Musa kwamba uasi ungetokea, watu wangembadili Mungu hasa baada ya Musa kufa, kwa sababu walipojitengenezea ndama, Musa anavyorudi alijaribu kurekebisha hilo. Alijaribu kutengeneza hapo. Na hata watu waliuawa kwa sababu ya tukio hilo. Unaona? Lakini Mungu baadaye akamwambia hata utakapokufa, hebu nisaidie Kumbukumbu la Torati 31:16. Hata utakapokufa uasi utaingia. Watu wataanza kufanya ukahaba na miungu mingine. Soma andiko. Bwana akamwambia Musa, angalia wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, wataifuata na kwa ukahaba. Anasema wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni. Ati nini? Wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waendao kuwa kati yao. Basi kipindi cha Musa Mungu alikuwa tabiri, lakini Musa aliweka sawa. Yesu Kristo amekuja kumfunua baba yake, akafundisha Mungu wa kweli, si ndio? Ndio. Akasema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Mitume wanakuja wanafundisha Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa Paulo anasemaje baada ya kifo chake? Kitakachotokea ni nini? Matendo 20:29. Matendo 20:29, baada ya Paulo kufa au baada ya Paulo kuondoka, kinachotokea ni nini? Kwa sababu naye alikuwa alishatabiri kwamba uasi ungetokea ndani ya waamini. Soma andiko. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu. Ati nini? Anasema najua mimi baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Wakisoma nini? Wakisema mapotovu. Kwa hiyo watainuka watu gani? Mbwa mwitu. Wakisema nini? Mapotovu. Sasa mbwa mwitu waliinuka. Baada ya kuinuka mbwa mwitu, wakatengeneza mapotovu, wakawapa mbwa bubu. Mbwa bubu si mnawajua?
Kwa mbwa mwitu, maana akosha tabiri kwamba watakuja mbwa mwitu. Sasa mbwa mwitu wanapokuja wakatengeneza mafundisho yao ambao ni mapotofu. Hebu rudia andiko hilo vizuri. Anasemaje? Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwake mbwa mwitu wakali. Ati nani? Mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Wasilihurumie nini? Wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu. Watainuka watu wakisema nini? Mapotovu. Kwa hiyo mbwa mwitu atakapoinuka hawatalihurumia kundi. Na mbwa mwitu walipoinuka sasa ndio wakawapa mbwa bubu, na mbwa bubu ni wachungaji ambao hawawezi kufahamu neno. Si ndio Biblia inasema hivyo? Ndio. Sasa hao kwanza mbwa mwitu ni akina nani? Mbwa mwitu wamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mbwa mwitu katika mifumo ya kiserikali na kuna mbwa mwitu katika mifumo ya kiibada. Sasa katika mifumo ya kiibada, mbwa mwitu katika mifumo ya kiserikali ni wale watawala ambao walikuwa wakitesa watu wa Mungu, tutaona. Na katika mifumo ya kiibada ni watu gani? Hebu nisaidie kwanza 7:15 Mathayo 7:15. Tuangalie mbwa mwitu ni watu gani? 7:15. Soma 7:15. Kitabu cha Mathayo. Anasemaje? Jihadharini na manabii wa uongo. Ati nani? Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaojua wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Kwa hiyo mbwa mwitu ni watu gani? Manabii wa uongo. Anakuja amepiga suti. Haleluya. Yesu ni Bwana. Alafu ndani yake anaamini utatu. Huyo ni mbwa mwitu. Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Ati Sabato walipewa Wayahudi. Hata kuzini sio wamepewa Wayahudi. Ndio. Sasa tuzini? Hapana. Hao ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu ni manabii wa uongo. Kila anayefundisha uongo. Tunaposema nabii wa uongo, si maana kwamba yule anayetabiri tu. Nabii hata hichi kinachofundishwa ni unabii. Biblia unapofundisha maandiko matakatifu unatoa unabii ulioko ndani ya maandiko. Kwa hiyo anayefundisha yote kinyume na ilivyoandikwa, huyo ni nabii wa uongo. Si mpaka watu waje wale nimeona usijui mwaka fulani kutakuwa na hivi. Hata kama unafundisha, ukifundisha uongo, maana yake na wewe ni nabii wa uongo. Sasa hao manabii wa uongo ndio wanaitwa mbwa mwitu. Nabii yoyote au mtu yoyote yule anayefundisha uongo ni mbwa mwitu. Sasa kwenye theolojia huko si ndio wanaambiwa Mungu ni moja, Baba, Mwana na Roho. Ati kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Ukijumlisha wanaunda Mungu mmoja na wanawalisha mbwa bubu, kwa sababu hawezi kukaa na kuanza kusoma na kujua ukweli jinsi ulivyo na kuanza kuhoji. Kwa nini? Kwa sababu wamelishwa na mbwa mwitu na wao walivyo mbwa bubu wakashindwa kung'ata na kuna. Kwa hiyo mbwa mwitu wachungaji ambao wanafundisha uongo. Naposema wachungaji ngazi za juu, tuseme ni walimu wa uongo. Hebu nisaidie Petro wa pili 2:1. Petro wa pili 2:1. Anasemaje? Lakini kuliondokea manabii wa uongo. Ati nini? Kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu kama vile kwenu utakavyokuwako walimu wa uongo. Ati nini? Kama vile kwenu kutakavyokuwako walimu wa uongo. Endelea. Watakaoingiza kwa werevu. Wataingiza kwa nini? Wataingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewaamua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Kuna wengi watafuata ufisadi wao. Watafuata nini? Watafuata ufisadi wao. Hivi mlishawahi kufanya tathmini wanaoamini utatu ni madhehebu mangapi? Watu wamefuata nini? Ufisadi wao. Umeona shida jinsi ilivyo. Sasa tuangalie sasa historia kidogo sasa. Maana ni uasi juu ya kweli ya Mungu. Vita juu ya Mungu na uasi wa makanisa. Sasa hapa inabidi tuende sasa kwenye vitabu. Katika kipindi cha zama za mitume, wapagani walivyokuwa wakihubiriwa kweli ya Mungu, walijua madhabahu zao na miungu yao
inashushwa hadhi. Inapokuwa inashushwa hadhi, kwa hiyo wakajua faida waliokuwa wakipata katika miungu yao ingekuwa ni hasara kwao. Sasa inapokuwa hasara kwao, maana yake walifanya kwa kila namna kwa ajili ya kukomesha watu wasihubiri ukweli wa Mungu. Walijaribu kutumia nguvu wanazoweza watu wasihubiri ukweli wa Mungu, na kwa sababu katika kipindi hicho miungu ilikuwa imezidi, ilikuwa ni vita kati ya watu wa Mungu na watu wa shetani ambao walikuwa wanaabudu miungu. Sasa nisaidie Matendo kwanza 19:24. Kitabu cha Matendo 19:24. Maana watu walijua miungu yao itapuuzwa, miungu yao itadharauliwa, madhabahu ya miungu yao itashushwa hadhi. Inapokuwa inashushwa hadhi, maana yake itawashusha hata vyeo vyao. Tumbo. Leo hii uhubiri useme kwamba utatu haufai, na watu wameajiriwa kupitia utatu. Utawapeleka wapi? Watakuja kwako, una pesa za kuwalipa. Soma andiko. Kwa maana mtu mmoja, ati nani? Kwa maana mtu mmoja, jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya fedha vya Artemi. Vya Artemi. Endelea. Alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi. Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile. Akasemaje? Enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu utoka katika kazi hii. Utajiri wetu utoka katika kazi hii. Unasikia? Kitu nini? Kitu pesa. Endelea. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote, pia na Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao. Ameshawishi na kuwageuza watu nia zao. Endelea. Akisema ya kwamba, akisemaje? Hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Sio nini? Sio miungu. Paulo alikuwa akifundisha watu waache sanamu. Ukisoma ile Matendo 17:16, anapoingia Athens alikuta mji umejaa sanamu ndani ya Rumi, moyo wake ukachukizwa sana. Kuna watu wanasema imani yao imeundwa juu ya mitume na manabii, lakini bado sanamu wamejaza kila kona na zingine zinavaliwa shingoni. Lakini Paulo alivyoingia tu Athens akaona kwamba mji umejaa sanamu, akachukia sana, hakupendeza na lile jambo. Sasa akawa anahubiri mpaka Asia yote kwamba watu waache ibada ya sanamu. Ndio hiki kitawala, ibada ya Babeli. Sasa napohubiri watu wanaona dili lao linaharibiwa kwa sababu walikuwa kitengeneza vihekalu vya Artemi. Uende leo hii pale Magomeni au wapi, useme uende katika kituo ambacho wanauza sanamu za Maria, useme hii kitu haifai, biashara ondoa. Au acha tu hao, uende kwa mtu anayeuza pombe, mwambie pombe haifai, sasa atakupiga mawe na anauza ba. Endelea na andiko. Anasemaje? Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Ina hatari ya kudharauliwa tu. Endelea. Bali na hekalu la Mungu mke na aliye mkuu Artemi. Basi kulikuwa na Mungu mke Artemi. Sasa huyo Artemi ukimchunguza ndio Malkia wa mbinguni. Ukimchunguza ndio Ashera. Na ndio Maria wa leo. Utaona hapo. Ndio Maria wa leo. Sasa katika kipindi hicho, maana yake sasa kilichoendelea watu walikataa, na hasa baada ya mitume kufa. Kwanza kipindi cha mitume watu waliteswa sana. Hebu kwanza nisaidie Waebrania 11:36. Kimbia hapo afu tuswitch kwingine. Waebrania 11:36. Vita juu ya kweli ya Mungu na uasi katika kanisa. Watu walipigania, imeandikwa. Watu wakapambana, baba zetu wa kiimani wanapolala, imekuja kundi moja la wahuni limeanza kuingiza vitu vyake. Soma andiko. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo. Naam. Kwa mafungo. Kwa nini? Kwa mafungo. Endelea. Na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe. Endelea. Walikatwa kwa misumeno. Walijaribiwa. Waliuawa kwa upanga. Walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Endelea. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya. Watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao
ulimwengu haukustahili kuwa nao. Walikuwa wakizunguka katika nyika na katika milima na katika mapango na katika mashimo ya nchi, na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa anasema. Basi. Kwa hiyo tumeona kwamba walipigwa na walikuwa kizunguka. Sasa mateso haya yametokea kipindi gani? Hebu angalia Pambano Kuu ukurasa wa 31 hapo. Anasema ukurasa wa 31 chini hapo. Mateso yameanza kwa mujibu wa Pambano Kuu kipindi cha mfalme nani? Nero. Soma hapo. Mateso haya yaliyoanzishwa na mfalme Nero. Yalianza na mfalme Nero. Tumeona watu walikuwa kizunguka. Ndio. Endelea. Mateso haya yaliyoanzishwa na mfalme Nero wakati wa kifo cha ushindi cha Paulo. Kwa hiyo baada ya Paulo pia kufa, mateso yakafanyaje? Yaliendelea. Na anakuambia ni kifa watakuja watu gani? Mbwa mwitu. Kwa hiyo wakatesa. Baada ya kutesa watu wa Mungu, kuna watu waliritadi, tunasema waliritadi, waliungana na watu gani? Nao watesaji. Na kuna wengine kadri mateso yalikuwa akizidi kuendelea, ndio walikuwa wana imani. Yaani kiufupi kanisa lilikuwa likitakaswa kadri mateso yalivyokuwa kiendelea. Kwa mwisho wa siku wakawatesa zaidi. Hata hivi wanasema watu wengi sana wataamini mateso yakishaanza. Maana kutakuwa na nguvu ya watu ya kufunuliwa kweli na watakubali kufa kwa sababu ya kweli. Endelea. Anasema wakati wa kifo cha ushindi cha Paulo yaliendelea kuongezeka kwa ukali zaidi au kupungua ukali kwa karne nyingi. Wakristo walishtakiwa kwa kusingiziwa kutenda uhalifu wa kuogopesha sana na kutangaza kuwa chanzo cha majanga makubwa njaa, tauni na tetemeko. Na pale walipogeukia kwa watu wa kuchukiwa na kutuhumiwa na watu wengi. Endelea. Watu habari hizo za uongo walikaa tayari kwa ajili ya kuwasaliti wa Kristo. Hao wasio na hatia kwa ajili ya kujinufaisha. Kwa ajili ya nini? Ya kujinufaisha. Endelea. Walikuwa wakituhumiwa kama waasi. Endelea. Dhidi ya mamlaka, kama maadui wa dini na kero kwa jamii. Watu wengi walitupwa kwa wanyama Endelea. wa mwituni au kuchomwa moto wakiwa hai katika viwanja vya maonyesho. Endelea. Baadhi walisulubishwa, wengine walivalishwa ngozi za wanyama Endelea. wa mwituni na kutupwa katika uwanja wa maonyesho. Uwanja wa nini? Uwanja wa maonyesho kwa ajili ya kuraruliwa na mbwa. Mara nyingi adhabu yao ilikuwa ikifanywa kuwa burudani. Adhabu yao ilifanywa kuwa burudani kuu kwenye sherehe za serikali. Umati mkubwa sana wa watu ulikusanyika kufurahia kuona na kusikika kwa vicheko na makofi. Kwa hiyo ilikuwa ni burudani. Watu wa Mungu walivyokuwa wakiteswa, ilikuwa kwao ni burudani. Watu wa Mungu wakiteswa. Wewe ishia tu hapo, maana kuna vitu vingi vya kusoma. Sasa anaona muda unakimbia. Kwa hiyo baadaye kuna watu waliojaribu kuungana nao, lakini tunaona baadaye kanisa lilivyokuwa likiteswa, wakaona watu wanawaua na watu bado wanaendelea kukomaa na imani yao. Ikabidi wachange mfumo, wakajaribu kujifanya wameongoka, wameungana na Wakristo. Soma ukurasa wa 34 hapo. Anasemaje? Waabudu sanamu walishawishiwa kukubali sehemu ya imani. Kwa hiyo walikubali sehemu ya nini? Ya imani ya Ukristo, huku wakikataa ukweli nyingine muhimu. Lakini baadaye walikataa kweli nyingine muhimu. Kwa hiyo waliingia ndani ya kanisa. Ndio chanzo tunaona kwamba unaleta ibada za jua. Tunaona wanaleta ibada za jua, ibada za Jumapili, ibada ya kuamini Krismasi. Tunaona wanaleta sanamu kanisani na amri ya pili ikawekwa kando. Kwa hiyo walipokea sehemu ya nini? Sehemu ya kweli, lakini kweli baadhi wakazikataa. Soma hapo chini.
Anasemaje? Wakristo wengi sana hatimaye walikubali kushusha kiwango cha Ukristo wao. Na wao Wakristo wengine wakakubali kufanyaje? Kushusha kiwango cha Ukristo wao. Na muungano ukafanyika kati ya Ukristo na upagani. Kwa hiyo muungano ukafanyika katika Ukristo na upagani. Sasa ukichukua chachu kidogo inafanyaje? Inaharibu donge zima. Huwezi ukachanganya. Hapo mtumishi anasema ukichanganya ukweli na uongo, tena akatumia hesabu. Ukweli na uongo, hata kama uongo ni kidogo, automatic ni uongo. Kwa hiyo ukweli inatakiwa iwe kweli. Lakini tunaona wapagani waliamua kuungana na Wakristo. Endelea na andiko. Ingawa waabudu sanamu walijifanya kushikilia na kugandamana kwenye sanamu zao. Kwa hiyo waabudu sanamu japo kwa walipoingia bado waliendelea kushikilia nini? Kuabudu sanamu. Endelea. Walibadilisha tu vielelezo vya ibada zao. Walifanyaje? Kubadilisha vielelezo vya ibada zao kuwa sanamu za Yesu. Na nani? Na hata Maria. Sanamu za Yesu na nani? Na hata Maria. Kwa hiyo maana yake sanamu ya Yesu na Maria ni sanamu za watu wapagani walizoingia nazo, ambazo ukichimba historia yake utashangaa kuna Baali na Ashera. Kwa hiyo ibada ile ya Baali na Ashera ndiyo inayoendelea mpaka leo, mpaka Yesu anarudi. Endelea na andiko. Na watakatifu wengine. Chachu mbaya sana. Ati nini? Chachu mbaya sana ya sanamu iliyoingizwa kanisani kwa njia hiyo iliendelea kazi yake ya uovu, mafundisho ya uongo, desturi za kishirikina na taratibu za vitendo maalum vinavyoambatana na ibada ya sanamu zilizounganishwa katika imani na ibada za kanisa. Wakati wafuasi wa Kristo walipoungana na waabudu sanamu, dini ya Kikristo ikaharibika na kanisa likapoteza utakatifu na nguvu zake. Kwa hiyo ikapoteza utakatifu baada ya kuungana sanamu na nini? Na imani ya Kristo. Maana maandiko yanasema msifungiwe nira na wasio amini. Msifungiwe nira na wasio amini. Lakini baadaye tunaona wapagani baadaye wengine walikubali, Wakristo wa kweli walikubali kuungana na upagani kwa sababu ya vyeo. Walikubali kuungana na upagani kwa sababu ya maslahi. Cheo kinaweza kukufanya ukasaliti. Cheo kinaweza kukufanya utasaliti. Wale wachungaji wanajua kabisa wengine wapo katika uongo. Lakini unashangaa anaongoza hivi, mnahitaje? Ni kanda. Unashangaa anaongoza kanda nzima. Labda ni mchungaji wa kanda tuseme ya Dar es Salaam na Pwani huko, anaongoza kote, Morogoro, wapi. Mwingine anaongoza Kigoma, Mwanza, Tabora, kote huko. Bukoba anaongoza, amepewa uongozi. Alafu anaamini utatu. Na alishasoma, anajua kabisa hapa utatu si fundisho la Mungu. Lakini akipiga hesabu kwa mwezi anapata milioni. Anaona vyeo. Nisaidie Pambano Kuu, ukurasa wa 42. Shida ni vyeo. Vyeo vinasababisha uasi pia utokee, kwa sababu uasi unapokuja, wewe unalinda cheo. Soma andiko. Katika sehemu ya kwanza ya karne ya 4 Mfalme Konstantine. Ati nani? Mfalme Konstantine. Endelea. Alitoa amri ya kuifanya Jumapili kuwa sikukuu ya kiserikali. Kwa hiyo mwanzoni Jumapili haikuwa sikukuu ya kiserikali, maana walikuwa bado watu wanaitunza Sabato. Endelea. Katika ufalme wote wa Rumi. Katika ufalme wote wapi? Wa Rumi. Maana yake kapitishwa wote, si Wayahudi, si watu gani, wote. Si Wakristo wote. Endelea. Siku ya jua. Ati nini? Siku ya jua ilikuwa ikitukuzwa na raia wake wapagani. Endelea. Na ilikuwa ikiheshimiwa pia na Wakristo. Ilikuwa ni sera ya mfalme kuunganisha mambo yasiyokubalika kwa upagani. Kwa hiyo kuunganisha nini? Endelea. Na Ukristo. Upagani na Ukristo. Endelea. Alikuwa amehimizwa kufanya hivi na maaskofu wa kanisa. Kwa hiyo maaskofu wa kanisa nao walifanyaje? Walimuhimiza aweze kuweka Jumapili kuwa siku ya nini? Ya mapumziko. Sasa kwa nini maaskofu wanahimiza? Soma hapo. Ambao kwa kusukumwa na tamaa. Ati nini? Kwa kusukumwa na tamaa na kiu madaraka.
Kwa hiyo tamaa na nini? Na kiu ya madaraka. Tamaa na nini? Na kiu ya madaraka. Endelea. Waliona kwamba kama siku hiyo ya jua ingeadhimishwa na wote wa Kristo kwa wapagani, ingeheshimisha wapagani kukubali Ukristo kwa jina tu. Kwa hiyo wapagani wangekubali Ukristo kwa jina kwa sababu wangejua wanaendelea kufanya shughuli zao. Mpaka leo tunaambiwa kwamba kuna mtu unaambiwa bwana, ulevi ni dhambi. Anaamua kuenda sehemu ambapo ulevi unaruhusiwa. Kwa nini? Na viongozi wanakubali kwa sababu wanataka nini? Maslahi, pesa. Endelea. Anasema ukubali Ukristo kuwa jina tu, na hivyo kuongeza nguvu na utukufu wa kanisa. Lakini wakati wa Kristo wengi waliomcha Mungu walipokuwa wakiongozwa polepole kuichukulia Jumapili kama ilikuwa amri na amri takatifu. Kwa hiyo hata Wakristo wakaanza kuzoeshwa sasa kwamba Jumapili ni kawaida, yani uzoee sasa Jumapili ni kawaida. Mfano mtu mwingine bwana, kula nguruwe ni dhambi. Sasa nguruwe tu chakula ni kwa tumbo, maelezo yanakuwa mengi. Kwa hiyo watu walishazoeshwa wakaaminishwa. Lakini kiufupi, kwanza nguruwe kama nguruwe, mfano vitu kama nguruwe, ukiangalia katika uumbaji wa Adam hakupewa sheria ati usile nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sheria Adam alikuwa sio mraji wa nguruwe. Ukiangalia tena kipindi cha wana wa Israeli wanapotoka Misri, ndio wanapewa sheria hizo, kwa sababu Misri kulikuwa na waraji wa nguruwe. Unaona? Kwa hiyo sheria, kadri watu wanavyomwasi Mungu, sheria ndivyo zinaongezeka. Kwa mfano kama leo hii tunaambiwa kwamba watu wajiepushe na habari za nyama. Ni kwa nini? Kwa sababu mwanzoni watu walikuwa wanakula nyama, lakini wasi unavyozidi, mfano leo hii wanachoma sindano. Mfano kama leo pia tungepata ujumbe mpya hata wa vyakula, tungeambiwa hata mbegu za GMO tusitumie. Kwa nini? Zina madhara. Na wakati mwanzoni mbegu tulikuwa tunapanda, tunatumia, tunakula. Ila kwa sababu mwanadamu ameasi sheria hiyo, Mungu pengine angetuma mjumbe kwamba GMO watu wa Mungu wafanyeje? Kwa kadri mtu anavyotenda matendo yake ambayo ni mabovu, sheria ndivyo inavyozidi kukua. Maana kwambia ile sheria ilikuja ili kosa liwe kubwa. Ukisoma ile Warumi 5:20, sheria imekuja ili kosa liwe kubwa. Endelea. Wakristo bado waliendelea kuishikilia sabato ya kweli. Wengine waliendelea kushika nini? Sabato ya kweli kama takatifu kwa Bwana. Basi ishia hapo tu kwanza. Maana naona muda unakimbia. Nataka ni wind up. Sasa katika kipindi cha zama zetu, naposema cha zama zetu naangazia katika kipindi cha imani hii. Katika kipindi cha imani hii. Mungu alikuwa kituma wajumbe. Tumeona kwamba chanzo cha uasi ni kupuuza nini? Wajumbe wa Mungu. Na uasi mkubwa ilikuwa ni kumwasi Mungu. Sasa katika kipindi cha zama zetu, naongelea zama za imani hii, kipindi cha waasisi, Mungu bado aliendelea kutuma wajumbe, ila wajumbe wakapuuzwa. Na baada ya wajumbe kupuuzwa, kanisa ndio likawa chanzo cha Babeli, chanzo cha uasi. Hebu angalia hiyo hapo. Kanisa si Babeli, ukurasa wa 45. Kanisa si Babeli, ukurasa wa 45. Mungu anapotuma wajumbe katika zama zetu, mwisho wa siku wale wajumbe walianza kupuuzwa, ndio uasi umeingia ndani ya kanisa. Ndio uasi umeingia ndani ya SDA. Labda niseme hivyo. Soma andiko. Kumsujudu mnyama. Kumfanyaje? Kumsujudu mnyama. Ni kufanyaje? Ni nini maana yake? Ni kutotii amri za Mungu. Ati nini? Ni kutotii amri za Mungu. Maana tunasema mtu atakayemsujudu mnyama. Sasa kumsujudu mnyama ni kutotii amri za Mungu. Endelea. Hata kama ni moja. Hata kama ni moja. Hata kama ni moja. Endelea. Na maangamizo yake. Na maagizo yake. Na maagizo yake. Ukikataa agizo moja. Ukikataa agizo moja la Mungu. Agizo moja la Mungu. Kama wale waliokataa mafundisho ya William Miller. Kama wale waliokataa mafundisho ya William Miller au ya Yohana Mbatizaji. Endelea. Hutaweza kupokea Roho Mtakatifu. Hutaweza kupokea Roho Mtakatifu. Endelea. Wa mavuno. Anasema hutaweza kutangaza ujumbe wa malaika watatu kama umepuuza neno la Mungu. Endelea. Hata liwe dogo kiasi gani. Hata liwe dogo kiasi gani. Endelea. Wewe umepotea. Unasikia biabatu.
ujumbe unapokuja jambo fulani liachwe. Maana siku ile tulikuwa nasikiliza kuhusu nyama, si ndio? Ukasema Bible haijapinga kula nyama, si ndio? Lakini Bible ujue iliandikwa ikaishia pale, si ndio? Ikaishia Ufunuo, na hayo mambo ni kweli yanatuokoa, si ndio? Lakini si kwamba Mungu bado aendelee kutuma manabii, kwa sababu mpango wa Mungu watu watembee pale. Lakini mwisho wa siku sasa watu wamevuka taratibu. Mungu aache kutuma wajumbe wengine ati Bible imeishia hapo. Kwa lazima Mungu atume nini? Mfano kama tulivyokwisha kuona hizi nyama hizi, hata uvuaji wa samaki, neti zinazotumika sasa hivi kuna sumu. Mwanzoni watu wanatumia nyavu za kawaida. Sasa hivi kuna mimi natokea huko Kigoma. Kuna kitu kinaitwa filimaya. Hiyo mitego unakuta na sumu ndani yake kiasi kwamba ukipata ule mgebuka, unapokuwa umeupata, ukiukarisha kidogo kabla hujamtengeneza anaoza. Kwa nini? Kwa sababu ile mitego, zile nyavu zina sumu. Sasa Mungu kama Mungu anapoona kwamba hiyo mifumo ipo, lazima inue mtu kuja kuonya watu wasitumie hivi vyakula vyenye sumu. Si kwamba amekuziwia, lakini lazima fanyaje? Aje kuonya kwamba hichi chakula kina sumu. Na hichi chakula hii nyama hii, pengine ng'ombe huyu alidungwa sindano, na hii sindano ina system za kipepo. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa siku ujumbe unapokuja, si kwamba ukubali, unauchunguza na upima kama unafaa, unaenda nayo. Kwa sababu unapokataa hata kama ni kidogo, maandiko yanasema unakuwa Babeli. Kimbia hapo. Anasemaje? Kwa nini kanisa la Jumapili lilifanyika kuwa Babeli siku za mila? Endelea. Ni kwa sababu walipuuzia ujumbe. Anasema ni kwa sababu walipuuza ujumbe uliotumwa na mtumishi wa Mungu ambaye hakuwa kiongozi wa kanisa au mkuu katika baraza lao. Kama vile ujumbe wa Yesu ulikataliwa kwa sababu hakuwa kiongozi wa kanisa. Sasa unasikia vile bato? Si mpaka lazima awe kiongozi ati Mungu ndo atakayempa ujumbe. Si mpaka awe kiongozi. Na watu watakapoanza kupima ujumbe atumeletwa na nani kwa kumwangalia, hapo tutatoka kwenye reli. Maana Mungu anatumia vitu vidhaifu kwa ajili ya kudhibitisha ukuu wake. Endelea. Anasemaje? Kama vile ujumbe wa Yesu ulikataliwa kwa sababu hakuwa kiongozi wa kanisa, hivyo ndivyo vizazi vyote ujumbe wa Mungu umekataliwa. Lakini hakuna katika historia ya dunia, ati nini? Hakuna katika historia ya dunia wakati kanisa likianguka ujumbe uliwahi kupewa viongozi wa kanisa. Basi hata kipindi hicho kanisa linapoanguka, usitegemee kuna mjumbe katika viongozi watakaopewa nini ujumbe. Anasema viongozi wa kanisa ndio watakaopewa ujumbe. Kanisa likishaanguka, anakuja tu mtu mwingine. Mfano Ndacha ameibuka anawaambia bwana, utatu ni Babeli. Ellen White hakuamini hivyo. Hafai, nenda kando. Kwa nini? Ati Teddy Wilson amepitisha utatu, mkuu wa General Conference. Babeli. Anamaliza kusema, malizia, viongozi wa kanisa ndio huanguka kwanza. Ati nini? Viongozi wa kanisa ndio huanguka kwanza, kwa sababu ndio wanaanza kupokea nini? Uongo kabla ya washiriki. Kwa mfano hata ukiangalia hiyo Bustani ya Katekista ukurasa 130, utagundua wamekaa katika Nikea, viongozi ndio wanamtengeneza Mungu Roho. Ati Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Wamekaa hapo ndio wakamtengeneza. Maana yake viongozi wamekosa, wakaanguka, alafu ndio wanawaletea washiriki. Kwa hiyo viongozi huanguka. Na nilivyosema ujumbe si lazima pewe kiongozi. Sasa msomaji nipo. Amani, acha kumchanganya msomaji. Nisaidie ukurasa wa 54 hapo tumalize. Ukurasa wa 54 hapo. Uende taratibu SDA ilivyoanguka. Chanzo cha kuanguka ni kitu gani? Kwa sababu walipuuza wajumbe wa Mungu. Soma andiko. Anasemaje? Walaodikia walipokataa ujumbe wa haki kwa imani. Mwaka 1888 walikataa uongozi wa Mungu. Walikataa kumuinua Yesu. Endelea. Anasemaje? Ili ulimwengu uone Yesu katika tabia yao ya kuvaa, kula, hekima yao na vitendo. Ulimwengu
unaelewa SDA kama wanaohubiri sheria ya Sabato. Kwa hiyo ulimwengu unaelewa SDA wanafanyaje? Wanahubiri sheria ya Sabato. Si wanahubiri? Ndio. Endelea. Na sheria zingine. Lakini hawamuoni Yesu. Hawamuoni Yesu. Endelea. Katika tabia yao. Mjumbe wa Mungu Ellen G. White aliwaonya juu ya jambo hili kanisa lilipokataa ujumbe wa haki kwa imani. Kwa hiyo kanisa lilikataa nini? Ujumbe wa haki kwa imani. Na tumeona uasi unaingia watu wanapokataa nini? Ujumbe wa Mungu unaoletwa na watu wa Mungu. Unaona hawa hawafai, unapuuza. Endelea. Ujumbe huu ulikusudiwa kugeuza kanisa hili. Kugeuza anasema ujumbe huu ulikusudiwa kugeuza kanisa hili. Endelea. Na kuokoa mioyo yao kwa vile waliendelea kuanguka kila siku. Endelea. Tangu walipojichagulia viongozi na baraza mwaka 1861 walimtazama president wa kanisa na baraza kuu na viongozi kama Mungu. Kama Mungu. Kwa hiyo kinachotoka huko ndio Sasa kuna tofauti gani na upapa? Baba Mtakatifu kasema imekwisha. Endelea hapo. Endelea, bado hujamaliza. Anasema ujumbe huu ulikusudiwa kumuinua Yesu. Ujumbe wa haki kwa imani ndani yao kwanza na ndipo baadaye wahubiri kwa mataifa. Kwa ujumbe ungewainua kwanza wao, baadaye ndio wahubiri mataifa. Endelea. Dada White aliwaandikia baada ya wao kukataa ujumbe huo ulivyokusudiwa kuokoa. Endelea. Maneno haya ujumbe huu wa habari njema na neema ulikusudiwa kufunuliwa kwa kanisa. Endelea. Kwa njia inayoeleweka na ya wazi kwa njia zote ili wa ulimwengu wakome kusema kanisa la Seventh Day Adventist huongea tu sheria. Endelea. Lakini hawafundishi Kristo. Endelea. Au hawana imani. Testimony. Wewe endelea tu. Testimony of the Gospel Workers P92. Sawa. Kanisa la SDA Laodikia. Endelea. Liliwafukuza wazee hawa. Kanisa la SDA Laodikia liliwafukuza wazee hawa. Endelea. Wawili. Wagona. Elder Wagona na nani? Na Jones. Bila hata kuwapa nafasi. Bila kuwapa hata nafasi. Leo hii ukisema uje uanzishe utatu, utawekwa mjadala tupishe, ila uweze kumwambia bana, sikiliza sasa, njoo ufundishe, utoe mafungu, tufundishe somo hili, imekuwa kuaje, tukuhoji tuelewe. Utaambia wewe unapinga kanuni za kanisa, na unapopinga maana yake wewe ni offshoot. Endelea na andiko. Anasemaje? Bila hata kuwapa nafasi ya kutetea ujumbe waliofundisha. Endelea. Walichafuliwa na viongozi majina yao na kuitwa offshoot. Offshoot. Waasi. Na maadui wa kanisa wanaopinga kanisa la Mungu. Wagona na Jones waliwasihi sana viongozi wapewe nafasi na kufundisha ujumbe, lakini walifukuzwa kabisa. Maana yake mfumo ule wa kukataa wajumbe wa Mungu ndio pia unaendelea mpaka sasa hivi. Kipindi cha kanisa waasisi wamefukuzwa, ambao Mungu aliwatumia kwa ajili ya kufikisha ujumbe, ingawa wanaonekana ni wa kawaida, hawakuwa na mamlaka kubwa katika uongozi. Mwisho wa siku wanafukuzwa. Ndio mpaka leo ukisimamisha useme kwamba anafundisha habari za utatu, utaambiwa umeasi, utafukuzwa, kwa sababu unapofundisha utatu unauma. Yaani utatu huu unauma, na hakuna watu wana uchungu kama watu wanaotetea utatu, na hasa wanapobanwa na kuonyeshwa kwamba utatu ni upagani. Watu wanakuwa na uchungu sana, na kanisa tutakapotengeneza mentality ya pale mtu anapokukosoa unakuwa na uchungu. Sasa wewe una ukweli, alafu mtu anakukosoa na ukweli wako na unaamini ni ukweli, huo uchungu unatoka wapi? Maana yake wewe sasa hicho aidha ukijui vizuri inabidi ukasome uje utetee, au upo katika uongo. Sasa ukiwa katika uongo ndio pale roho inakuuma, moyo unakuuma vibaya. Kwa nini? Kwa sababu umeshikilia mafundisho ambayo ni ya uongo. Sasa kitu kama ni uongo na kinakupa shida na ni mzigo ndani yako, si ukiache.
Kama mtu anakuambia kwamba utatu ni Babeli na wewe unaumia ndani yako, si uache, si uachane nacho au utetee. Kwa mwisho wa siku watu walipoasi baada ya kukataa ujumbe wa Mungu, baada ya kukataa ujumbe wa Mungu kupitia hawa watumishi, mwisho wa siku kanisa likaasi. Na linapoasi mwisho wa siku hata Mungu mgeni anaingizwa katika mfumo huo huo, na mpaka leo siku na watu wanajitokeza kwa ajili ya kumpinga. Mwisho wa siku watu wanafukuzwa kwa sababu uasi unaendelea kama shetani alivyoasi. Mfano ukiangalia Wayahudi zama za Yesu walimkataa. Yesu si walimkataa, lakini bado wanasoma maandiko ya Musa yanayosema kwamba Masihi atarudi. Wanaposoma maandiko ya Musa, Masihi atarudi, bado atakuja na Yesu Kristo akaja, lakini bado hawakuamini kama yeye ndiye. Unaona, wanaposhindwa kuamini kama yeye ndiye, bado mpaka leo hii wanatarajia fanyaje? Aje. Na ukija katika SDA utatu umeingizwa. Watu wanapopinga utatu, bado viongozi wanawajia juu, wanawafukuza. Lakini bado hao kama Wayahudi wanaendelea kusoma maandiko na kuwaaminisha waumini wao kwamba kanisa lao ni sahihi. Kumbe warisha asi muda. Lengo ni kuwaaminisha waumini ili wasifanyeje? Wasitoke katika kanisa. Lakini ukweli ni kwamba kanisa lilisha kuwa Babeli kama zama za Wayahudi, kwa sababu Wayahudi wao wanaamini Masihi atakuja kwao. Yesu amekuja, wamemkataa. SDA nao wanaamini kwamba kanisa lao liko sahihi, na wanaamini waumini wao wanapaswa waishi katika kanisa hilo. Na bado maandiko yanasoma vile vile. Maandiko yanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Yeye anaweka Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Yesu alijigeuza. Mwanzoni alikuwa Baba, baadaye akawa Mwana, sasa hivi ni Roho. Ukimwambia thibitisha, unajua kama wenzao ambao unasikia, mpaka ati uwe na Roho Mtakatifu ndio utaelewa. Kwa hiyo ina maana usipokuwa na Roho Mtakatifu kwamba imeandikwa Yesu ni mwana wa Mungu, maana yake ukiwa na Roho Mtakatifu ndio utatafsiri kwamba Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu. Hivi msiji mnanielewa? Kwamba ukiwa maandiko yanasema Yesu ni mwana wa Mungu. Mfano maandiko yanasema ukiamini Yesu ni Bwana na kuamini moyo mwako Mungu alimfufua katika wafu, utafanyaje? Utaokoka. Lazima uamini Yesu ni Bwana na kuna Mungu aliyemfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemfufua Yesu Kristo. Na imani ni kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini mtu ukimwambia Yesu ni mwana wa Mungu, yeye anakuambia aomba Roho Mtakatifu akufunulie. Unaona Babeli ilivyochanganyikiwa. Yaani anakuambia kabisa omba Roho Mtakatifu afanyaje? Akufunulie. Maana yake kilichoandikwa hapo wewe sasa hujaelewa. Atutumia Roho Mtakatifu akufunulie. Kwa hiyo uasi kama uasi huo unaingia baada ya kanisa kukataa wajumbe wa Mungu. Na kanisa hili litapokataa ujumbe wa Mungu ambao ukipimwa kimaandiko unathibitisha ukweli, basi litakuwa linaingia katika Babeli. Na kanisa kama wana matengenezo, tunachotakiwa kufanya ni kuondoa kila aina ya chachu ndani ya kanisa. Maana maandiko yanasema mtakuwa watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Niwe mwaminifu kwenye muda, tufunge. Asante Baba wa mbinguni kwa ujumbe huu. Tunakushukuru Bwana, maana umekuja wakati sahihi tunapozidi kujifunza, kujua kweli zako, ya kwamba tunapaswa tusipuuze wajumbe wako na ujumbe unaotoa kwao. Baba tuwezeshe, maana kwa akili za kibabeli na akili za kimataifa ambazo pengine bado hazijaondolewa kwa sababu ya mafundisho ya kale tuliyokuwa nayo awali, zinazosababisha tuzidi kufikiria huko. Baba tunakuomba utusamehe na ututie nguvu ya kuweza kuanza upya na kusikiliza sauti yako kwa upole na utaratibu, kwa lengo la kujifunza. Bwana, tunakushukuru kwa ibada ya siku ya leo, Mungu wa mbinguni, kwani umekuwa nasi kuituongoza sawa sawa na neno lako tumejifunza, na tunaomba Bwana tuwezeshe nguvu ya kuweza kuyaishi haya tuliojifunza. Mfalme wa amani, tunaomba kwa ajili ya kazi yako duniani ikazidi kufanyika, hasa tunamwombea mtumishi wetu
Jeff Masawe ambao umemteua kwa ajili ya kupeperusha bendera ya Injili ya Kristo katika sehemu mbalimbali. Mkono wako, nguvu yako, roho yako ikawe juu yake ili aweze kusema kama utakavyomwelekeza. Ulinzi wako Bwana kupitia malaika wako ukawe juu yake dhidi ya hila za ibilisi na dhidi ya nguvu za yule mwovu shetani ambaye anaweza kutumia hata watu kwa ajili ya kukwamisha shughuli zako. Bwana, simama nasi, bariki kila mmoja leo mahali hapa, hata tutakapoondoka mahali hapa. Bwana, ukamgusa kila mmoja katika siku 6. Tazama, tuna sadaka ya kambi. Bwana, mbariki kila mmoja atakaporudi hapa Sabato ijayo, asikose cha kutolea kwa ajili ya sadaka ya kambi na matoleo mengine. Mkono wako kawe nasi, wale walio wagonjwa Bwana ukawakumbuke, ukawafungua vifungo vyao, hasa Benadi Selema ni mgonjwa, na familia yangu pia, hasa mwanangu Emmanuel ana tatizo la kiafya. Bwana, mkono wako ukazidi kumnyoshea ili aweze kupata nguvu. Sema nasi nikiungana na wenzangu wanaomba kimoyo, maombi yetu Bwana ukayapokee, na haya yale ambayo tujaomba kwa utukufu wako Bwana ukayatimize, kwa jina la Yesu Kristo, amina.